changamoto ambazo tunazo kama chama kikuu pamoja na AMCOS zote. Changamoto namba moja, hali ya elimu ya uongozi na usimamizi wa vyama vya ushirika kuwa chini miongoni mwa viongozi wa vyama. Hali hii imepelekea ushiriki kutofikia mafanikio makubwa haraka, ingawa sasa wakulima wamenufaika na vyama hivyo katika pembejeo na masoko ya mazao, na jitihada ambazo zimefanyika hadi sasa mwaka 2024 vyama 47 vimefikiwa na kupewa elimu namna ya utendaji wa kazi zao na chama kikuu cha ushirika mkoa. Ndugu mgeni rasmi, changamoto namba 2, baadhi ya AMCOS kuto kujiunga na SURECO. Hili limekuwa kama ni tatizo ambalo ni sugu. Zaidi ya vyama 73 bado havijajiunga na chama kikuu, hususan kwenye upande wa zao la kahawa. Hali hii imepelekea ushirika kukosa nguvu ya pamoja kimtaji na ushindani na sekta zingine binafsi katika masoko ya mazao, bidhaa za pembejeo na umiliki wa mifumo ya kuweza kusaidiwa na taasisi za fedha. Na anaambiwa imeanza tangu jana, na kulikuwa na mawasilisho mbalimbali, kulikuwa na watu wa mabenki, watu kutoka mizani. Niwapongeze sana kwenye eneo hilo pia. Kwa nini nimeweza kuwapongeza viongozi? Nimeweza kuwapongeza viongozi kwa sababu masuala haya yanakuwa na kelele nyingi sana. Usimamizi na uendeshaji wa shughuli hizi za AMCOS unakuwa na makelele na changamoto tofauti. Na nimeambiwa kwenye mkutano huu wa mwaka nitakuwa na mawasilisho mbalimbali. Jana nimeanza kwa mabenki na watu wa mizani, lakini pia nimeambiwa kutakuwa na usomaji wa mapato matumizi kwa msimu uliopita, lakini pia kujipanga kwa msimu unaofuata. Ni jambo jema sana. Mungu awabariki sana kwa hicho ambacho mnakifanya. Kama ambavyo nilisema hapo awali, usimamizi au uendeshaji wa hizi AMCOS unakuwa na changamoto kwa sababu masuala haya yanahusisha fedha. Tukipata viongozi ambao ni wawazi kama hawa, ambao wako tayari kuitisha wanachama na kufanya vikao na mikutano kama hii, ni jambo la kuwashukuru sana. Hii inaonyesha kwa namna gani hawajazungumza maslahi yao binafsi, wapo kwa ajili ya kuwasaidia na kuwasimamia ili mfanye kazi zenu za kilimo kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo niwapongeze sana mwenyekiti na timu yako yote, bodi yako yote, nawapongeza sana. Lakini pia nawapongeza maafisa ushirika na maafisa kilimo wote na mrajisi kwa usimamizi mzuri wa hizi AMCOS, inapelekea mpaka mafanikio yapatikane kwenye kilimo kwenye wilaya yetu. Lakini mwisho wa siku tunafahamu kilimo kwenye wilaya yetu ya Mbozi inachangia asilimia kubwa sana mapato ya halmashauri. Kwa hiyo sisi kama serikali tunajili wadau wetu muhimu sana kwenye eneo hilo, sababu mafanikio ya serikali asilimia kubwa kwenye wilaya yetu yanatokana na sekta ya kilimo. Kwa hiyo tunawategemea sana, lakini kwa kufanya haya ambayo mnayafanya tunawapongeza sana, kwa sababu tunaonyesha ni jinsi gani tunaendelea kumsupport Mheshimiwa Rais wetu, kama ambavyo amekuwa akisisitiza wananchi wafanye shughuli za kilimo ili kujipatia maendeleo. Lakini kwa makusanyiko haya, maana yake uratibu ni mzuri na usimamizi ni mzuri kwenye maeneo hayo. Ndugu viongozi wa AMCOS, nimesikiliza mwenyekiti wa bodi risala yako ambao umeisoma hapa na umefafanua kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili, lakini pia mafanikio. Pale kwenye mafanikio niwapongeze sana, nimeshawapongeza hapo kwa awali, ndio kuwapongeza. Na kwenye changamoto, sisi kama serikali tumekuja hapa kwa ajili ya kuzichukua ili tuweze kuzifanyia kazi. Lakini ndugu zangu, naomba nitoe maelekezo yafuatayo. Moja, naomba nitoe maelekezo yafuatayo kwa vyama vyote vya ushirika mkoa wa Songwe. Sababu vyote viko hapa, ndio. Moja, imarisheni mifumo ya usimamizi wa ndani katika vyama vyenu ili kulinda maslahi ya wakulima wanaohudumiwa na vyama vyenu. Usimamizi madhubuti utaimarisha mahusiano mema kwa wakulima na kuona ushirika ndio kimbilio lao.
la pili kuhusu AMCOS kujiunga na chama kikuu. Nimesikia changamoto. Naomba nitoe maagizo kwa wenyeviti wa bodi za AMCOS kuhakikisha mnatekeleza agizo hili kwa kujiunga kadri ya matakwa ya kisheria ili kuwa na nguvu kiuchumi katika maeneo ya uagizaji na ununuzi wa pembejeo za kilimo na kutafuta masoko ya mazao kwa pamoja. Namba 3, SORECU na AMCOS za ufuta, hakikisheni tunafanya maandalizi ya ukusanyaji wa mazao ya ufuta, kutoa elimu kwa wakulima na viongozi wa AMCOS, kufanya maandalizi ya magari ya kusafirishia ufuta, vifungashio, mizani na ghala za kuhifadhia ufuta. Naomba nitoe rai pia kwa viongozi wa AMCOS kutojihusisha na udanganyifu wa uingizaji kilo hewa katika mifumo ya ghala kuu. Atakayebainika kufanya hivyo, hatua kali za sheria zitachukuliwa dhidi yake. Kwa huo utatafsiriwa kuwa ni uhujumu uchumi, kwani mienendo kama hiyo inapelekea kuumiza wakulima kiuchumi. Mwisho, naomba niwakumbushe washirika kuwa ushirika ni mali yenu na utumieni katika kuwanufaisha wakulima na jamii kwa ujumla. Nipeni michango ya ushuru wa mazao na michango mingine kulingana na maazimio ya mkutano wenu ili kujengea uwezo kiuchumi. Aidha, ushirika mjitangaze kwa kutoa michango ya kijamii kama vile ujenzi wa shule, zahanati na muwe sehemu ya kutoa ajira kwa jamii zinazowazunguka. Mwisho, natakia fungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma njema. Ushirika. Asante sana, nashukuru. Mungu awabariki.